Mwanamichezo mengi yanazidi kuonekana katika upande huo. Kikosi cha vijana wa Young Africans ni moja timu ambayo inazidi kufanya vizuri zaidi, ambaye amewahi kuwa msemaji wa Yanga na ambaye amewahi kuwa msemaji wa Simba kwa muda mrefu zaidi. Hapa namzungumzia Haji Sande Manara. Bwana Manara amepata nafasi ya kuzungumza mengi ambayo yanaonekana katika upande wa Simba, ambao wanazidi kunyanyaswa na Yanga na wanazidi kunyanyaswa na wapinzani wao kwa hivi karibuni, baada ya kushindwa kupata mataji ya ndani, lakini pia kutokuwa na performance nzuri katika michuano tofauti katika msimu huu. Sasa juzi Simba walikuwa na mchezo wa NMB Mapinduzi Cup 2026 hatua ya nusu finali, wakiwania kwenda katika hatua ya finali, na mechi hiyo Simba alicheza dhidi ya vijana wa kikosi, alikuwa anacheza dhidi ya Azam FC. Mechi hiyo tukashuhudia Simba akipokea kichapo tena cha mabao, ilikuwa ni kichapo cha bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Ramek Eria Serawi mnamo dakika ya 74 na kupeleka msiba tena upande wa Runyasi, na Simba wakapoteza na wakaweza kuondoshwa katika mashindano hayo. Sasa baada ya mchezo huu kutamatika, watu wengi wamekuwa na maoni yao na kila mmoja amekuwa na mtazamo wake. Wapo wengi wanasema ya kwamba makosa ya timu yanaonekana uwanjani kwa wachezaji, lakini wapo wengine ambao wamemvaa kocha kwamba Steve Barker ni kocha ambaye ameonekana kuwa na mbinu za kawaida. Lakini huu ni mwendelezo wa Simba kuzidi kufanya vibaya katika kipindi cha hivi karibuni katika michuano yote ambayo wanashiriki katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Sasa Manara yeye amepata wasaa mzuri na amepata nafasi nzuri ya kuzungumza swala hili, na yeye akaweza kumkingia kifua upande wa mwamba Steve Barker, na akiweka wazi zaidi kwamba shida ya Simba sio upande wa kocha. Yeye anasema kama kocha Simba ndiye chanzo, basi yeye haoni kama Steve Barker ndiye chanzo cha Simba kuboreza mechi ya hiyo juzi dhidi ya Azam FC. Yeye anasema ya kwamba hichi ambacho kinaifanya Simba inashindwa kufanya vizuri ni upande wa uongozi pamoja na wachezaji. Kuna tofauti kati ya wachezaji na uongozi. Manara katika hili amekuja kuthibitisha kwa ushahidi, akiweka wazi kwamba ukitazama upande wa wachezaji, namna wanavyocheza uwanjani, unaweza ukasema wachezaji hawapewi strike zao kwa muda sahihi au hawapewi kabisa. Kwa sababu anasema yeye alipata nafasi ya kuidazama mechi ya juzi, ni mechi ambayo wachezaji wote uwanjani, yani kuanzia na goalkeeper, ukija ukatazama wachezaji wote kama sio wachezaji wawili au mmoja, hakuna mchezaji anayejituma. Tena Manara akatolea mfano kwamba ukiachana na yule beki wakati Rushin Delok, hakuna mchezaji mwingine yoyote ndani ya Simba anayeonyesha jitihada za kupambana kwamba anaipambania klabu ya wekundu wa Simba. Sasa suala hili limekuja kuibua na kuteka hisia za watu wengi. Manara kuibuka na kuweka wazi kwamba Simba yeye anavyoiona kwa msimu huu watapitia katika magumu, kwa sababu huwezi kuwa na timu inahitaji ushindi alafu wachezaji wakawa na mentality ikiwa chini, yani morali yao ikawa chini, spitting fighting yao ikawa chini, ile hali ya kiushindani ikawa chini, then ukatarajia kushindana na timu kama Yanga, ukatarajia kushindana na timu kama Azam, ukatarajia kushindana na timu kama Singida na timu nyinginezo ambazo Manara amekuja kuainisha na kuweka wazi zaidi. So Manara kwenye upande wake yeye anasema Simba miongoni mwa jambo ambalo wanapaswa kufanya, moja ni kufanya maboresho kwenye upande wa wachezaji, kuwasajili baadhi ya wachezaji wapya ambao coach atawatumia katika nafasi, kwa sababu kocha ni mpya, hajapata muda wa kuwatazama pia hata baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye michuano ya AFCON. So upande wa Simba Manara kwa ushauri wake anasema, moja, Simba wanapaswa kufanya maboresho kwenye kikosi chao, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wanaamini ni mtaji mkubwa katika nafasi hiyo, na watakwenda kuifanya timu kuwa imara na kuwa bora na hatimaye kudimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika nafasi hiyo. Mbili, upande huo wa mwamba anayejulikana kwa jina la Manara ameweka wazi kwamba kocha wampe uhuru
wa kuweza kufanya usajili anaotaka yeye, na usajili ambao anaamini kwamba utakwenda kumtengenezea mipango ambayo itakwenda kuendana na kile ambacho anakitumia katika upande wa kikosi chake. Manara kakiri na kuweka wazi kwamba kama Simba watafanyiwa hivi, basi moja kwa moja tunayo nafasi ya kuwatazama wakifanya vizuri na kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika nafasi hiyo, na hatimaye kutimiza mengi ambayo wanaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa ambayo pia tutakwenda kuyatazama na kuyangaza vilivyo katika nafasi hiyo. Ni maneno na kila ambacho amekuja kuweka wazi zaidi Haji Sande Manara, akizungumza na kutanabaisha mengi zaidi katika nafasi hiyo, na kusema ya kwamba anavyoiona na anavyoamini ya kwamba upande huo na kila ambacho tayari kipo ni moja